Na leo hii kwenye kaunti ya Taita Taveta nimeweza kuwahusisha baadhi ya wakazi ambao vile ni washikadau wa masuala ya kijamii katika kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na miaka mitatu ya Rais William Ruto hasa katika ugatuzi. Tupate kauli zao. Pana mambo kadha wa kadha yameonekana ambayo kwa kweli tunaweza kusema pamekuwa na mabadiliko. Manake Waswahili husema mgala muue lakini haki yake mpe. Hii miaka mitatu ya serikali kuna mambo ambayo yamefanyika ambayo yalikuwa hayajafanyika ule wakati wa awali. Na pili, hasa mambo ambayo yamefanywa na serikali kuu katika kaunti yetu yanaonekana hiyo miaka mitatu, na hatuna budi kusema kwamba kuna hali ya mabadiliko katika miaka mitatu. Serikali ya kaunti bado inazegazega, lakini pia tuna imani baada ya hiyo miaka yake mitatu, katika miaka mitatu tumeona mabadiliko kidogo kwa mkono wa serikali ya kaunti, lakini kwa serikali kuu ya Rais Ruto tumeona mabadiliko, tumeona mambo katika hii kaunti katika hii miaka mitatu. Kwa hivyo tunasema tu kwamba ni miaka mitatu ya mwanzo, fursa ipewe mpaka tuweze kutathmini baada ya mwaka kama wa 4. Kwanza tunakuwa tunafanya mambo mapema, lakini kwa kweli kuna mambo ambayo yamefanyika ya mabadiliko. Kwa maoni yangu kibinafsi ni kwamba nimeona mabadiliko. Haswa anaweza taja kwamba kwa sasa mimi nimeshuhudia nyumba zinazoendelea kujengwa, affordable housing. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nitasema. Kwa mara kwanza nimeona watu wakichangiwa, groups zikichangiwa hela, empowerment kwa jamii. Na naweza sema kwamba naweza ona afueni kwa ukulima. Na natambua pia mimi naweza ongea kama CSO kwa ajili ya masuala climate change. Ya kwamba mwaka huu uliopita tumetathmini hata sisi kama shirika pesa ambazo zimetoka kwa national government ambazo ziliwekwa katika serikali ya ugatuzi za masuala climate change, maana tumefuatilia miradi ambazo zimekuwa zikifanyika. So napoongea naongea jambo ambalo lina evidence ya kwamba tumeona miradi ya maji, water sector is improving. Tumeona na hiyo tukaona ya kwamba pia wanatekeleza katiba, kwa sababu article 21 ya katiba inasema kwamba sheria na serikali zote mbili zinapaswa kujumuika kuungana mikono ili kusaidia jamii. So naona kuna mabadiliko. Ni rai yangu ya kwamba tunaweza peana nafasi serikali hizi mbili ya county na national government. Kwa sasa tuangalie maendeleo ambayo tunafanyiwa, hata kuja kuzungumzia iwe ni masuala ambayo tunaweza ibuka na kupiga udebe next year kwa dhamana na kile ambacho tutakuwa tumeshuhudia. So bado tunafuatilia kuhakikisha kwamba we get something good ambayo inaendelea kufanyika, ndio tuweze kuadvise jamii yetu, because we are here kama civil society, kazi yetu kudirect jamii, kuweza kuzialign na kuweza kucommit kwa uongozi ambao unatakikana katika miaka tatu ya Rais William Ruto. Kwa masuala ya ugatuzi ni kwamba tumeona Rais William Ruto amejaribu kudisburse ile pesa katika counties, lakini kuna baadhi ya magavana ambao wamenajisi ile kitu tunaita ugatuzi. Ukiangalia kuna kaunti zingine mpaka wale hakuna kitu inaonekana, mpaka rais akuja afanye maendeleo yeye mwenyewe, hakuna maendeleo unakuta kaunti zingine zinafanya. Ukiangalia miaka tatu ya Ruto katika hii kaunti, kumejengwa masoko ya kisasa, kumejengwa zile zinaitwa affordable housing, barabara zimetiwa lami, empowerment programs zimekuwa. Yani ukiangalia miaka mitatu ya Ruto ni sawa na miaka 30 ya wale viongozi wengine ambao walikuwa na kuna maendeleo imeonekana. So kuna baadhi ya magavana wanafanya kazi, tumeona kina Gladys Wanga, na kuna magavana pia tumeona pia wameshurutishwa kwa masuala ya ufisadi. Magavana wanachaguliwa, wanaambiwa nendeni mfanye kazi, wanaenda wanajilimbikizia mali, wanakuwa na ile inaitwa nepotism katika kaunti, mtu anaandika familia yake katika kaunti. Unakuta ugatuzi uliletwa una maana yake ya kwamba uhusishe ama ulete maendeleo mashinani, lakini ukiangalia kuna kaunti zingine mpaka sasa hivi hawajui jina ya gavana wao, hawajui jina ya deputy governor. Na ukiangalia sasa ni miaka 15 toka ugatuzi uanze, unakuta magavana hawajulikani. Vile pia kumekuwa na ubadhirifu wa fedha kupitia hawa ambao wanaitwa wawakilishi wodi, ambao wamekuwa wakitisha magavana wakiwaambia msipotupatia hili basi tutawafanyia impeachment. So kumekuwa na changamoto kama hiyo. Sasa kwangu mimi naweza sema ya kwamba Ruto amejaribu kuhakikisha ya kwamba ugatuzi umeweza kuwezeshwa. Tumeona magavana wameendelea. Mombasa ukiangalia kazi inafanyika, ukiangalia Taita Taveta, ukiangalia masuala ya maji, tumeona kila kitu kwa masuala ya national government iko tiki. Lakini ukikuja kwa masuala ya county government unakuta wanalia, wanasema hawana pesa. Na ukiangalia wao kila wakati wanapewa mgao wao, unakuta mgao katika kaunti unakuta labda ni bilioni 4. Lakini ukiangalia bado unakuta wafanyikazi hawajalipwa, bado utakuta vijana hawana kazi, bado utakuta kuna madeni mingi ambayo county inadaiwa kwa masuala na Kenya Power. Kwa mfano hizi taa za street light mpaka leo zingine unakuta zinawaka mchana,
zingine haziwa kwa sababu ya madeni ambayo yameshurutishwa na kaunti. Na ndizo baadhi ya kauli zao kuhusiana na swala zima la ugatuzi. Narejesha kwako Skani studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Na asante sana Julius Mariki ukiwa maeneo ya Taita Taveta kwa kuweza kuzungumza na wakazi kutoka maeneo hayo. Bila shaka mtazamaji, kwa faida ya mtazamaji ambaye angependa kuelimika zaidi au kuelimishwa zaidi kuhusiana na malengo ya ugatuzi na kufikia sasa tumefika wapi, na ambapo wataalamu watakuwa wanajibu maswali kuhusiana na malengo haya ambayo